Naitwa Fred Fideli, ni mkazi wa Shilabela, lakini pia ni mwenyekiti mwenye kundi kubwa la vijana. Mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili, maana vijana kwa muda mrefu sasa hatakuwa na jukwaa wala hatakuwa na msemaji mkubwa ambaye anaweza akatuwasilisha serikalini. Sasa nikili wazi, nimekuwa na imani kubwa na yeye kama alivyozindua ilani yake mwanzoni kabisa. Alisema ndani ya siku 100 atatengeneza baraza la kusaidia haya makundi, ikiwepo haya makundi kuweza kuyatengeneza ili yawe na wawakilishi serikalini. Kwa hiyo hili tumeona kwa vitendo, kwa sababu kijana yule aliyechaguliwa tumemwona alikuwa na harakati takribani kama mihula miwili kule nyuma akipambana ili apate ubunge, lakini hii awamu amepata ubunge. Lakini kijana huyu amechaguliwa yeye mwenyewe kama waziri, lakini hakupewa naibu waziri. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, maana amesema hii wizara moja kwa moja yuko ndani ya Mheshimiwa Rais. Mimi binafsi nimesema kwamba sasa tumepata mwarobaini na tumepata jukwaa la letu sisi ambalo kama vijana tutapeleka changamoto zetu, hoja za msingi tutawasilisha, lakini zaidi mimi naamini waziri huyu ataenda kuamua kundi hili kubwa ambalo ni kundi ambalo tumeamua kujiajiri sisi wenyewe. Atawekeza nguvu kubwa kwa vijana kuhakikisha kwamba bodaboda sasa tumepata mwarobaini na tumepata mkombozi. Kwa mimi nina imani kubwa sana. Sasa huyu waziri leo ambaye ameapa, niombe sasa asimwangushe Mheshimiwa Rais. Aende kwa vitendo, kwa sababu Rais amemwamini na vijana 65% au 70 ya nchi hii ni vijana. Naomba na yeye sasa asituangushe, aende akasimame akayaishi yale kama alivyosema waziri mkuu baada ya kuapa kwamba anahitaji kuwa na gia kubwa ya kupandia mlima. Na yeye waziri wa vijana anatakiwa kutumia gia kubwa ya speed ya maendeleo kutufikia sisi vijana. Sisi sasa tuna imani na baraza hilo na tuna imani na waziri wetu wa vijana kwamba atatenda haki. Ndani ya miaka 5 sasa tutaishi kwa kucheka na kutabasamu. Na zaidi naamini ataenda kutufuta sasa manunguniko na malalamiko tuliyodumu nayo toka tumepata uhuru. Nadhani sasa tumepata mwarobaini wa tatizo hili la mfupa mgumu ambalo ni janga, niseme ajira ni janga la kitaifa, lakini tumepata mkombozi. Sasa tunatarajia zile bilioni 200 alizoziahidi mama siku anafungua kampeni aziweke sasa kwa waziri wa vijana, ili vijana tule mema ya nchi na tufurahie kwa kipande, hata kama sungula ni mdogo tumgawane wote, kwa kila kijana afurahie ndani ya Tanzania yetu, ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama sisi tuna imani naye kubwa sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa King Daniel, ni mkazi wa 14 Kambarage, mkoa wa Geita. Kwa wizara iliyoletwa ambayo imeteuliwa na Mheshimiwa Rais, ni wizara nzuri. Kwa kibinadamu hatuwezi kujua mioyoni, maana kuna ahadi nyingi zinatolewa, lakini utekelezaji kuna kiasi wanatekeleza, lakini utekelezaji unakuwa haujakamilika kwa 100%. Labda kwa awamu hii itakamilika kwa 100%. Maana tunachoombea tu wawe na wito kutoka moyoni, wanachokihitaji wananchi, wanachokihitaji vijana, wanachokihitaji wa Tanzania waweze kukitimiza. Kwa hiyo mimi ndio maoni yangu hayo. Kwanza kibinadamu, tenda kama mwenye mali, tenda kama unafanyia familia yako.